Niwakumbushe Watanzania, mimi umaskini wa Watanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi. Na Mheshimiwa Spika, katika maisha yangu haya, katika umri wangu huu, miaka takribani 32 nimeishi katika maisha hayo ya umaskini. Nimeishi katika maisha ambayo, kwa wale wanaokumbuka, kule vijijini mama zetu, dada zetu wakivaa gauni huwa wanajifunga nguo kiunoni. Ile nguo anayojifunga dada yangu, ile nguo anayojifunga shemeji yangu, ndio ilikuwa nguo yangu ya kujifunika. Kwa hiyo kabla hajamaliza shughuli zake za kila siku, silali mpaka akalale ili nipate shuka ya kujifunika. Na asubuhi kabla hajaanza kazi lazima niamke ili ile nguo niliyojifunika ndio yeye iwe nguo ya kujifunga ili aweze kuanza majukumu yake. Ninatambua mazingira ya kulala, unaenda kuchunga, ukirudi nyumba nzima inavuja, na utakapolala inabidi ujifunike ile ngozi ili matone yale yanayoendelea kuvuja angalau yatue kwenye ngozi. Na yatambua maisha hayo. Natambua mnaenda kula pamoja na watoto wote rika mbalimbali, mko takriban 20 kwenye chungu kimoja cha mboga, chungu kimoja cha sahani moja ya ugali. Inabidi utangulize kuanza kula ugali mwingine bila mboga, kwa sababu ukisubiria mikono ya kwenye mboga iishe ndio na chakula kitakuwa kimeisha. Na natambua matatizo haya ya ajira ambayo Mheshimiwa Rais anayaongelea. Natambua maumivu ya kusoma kwa shida na ukasubiria ajira ukiwa umekosa.